Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Profesa Palamagamba Kabudi amewataka mashabiki wa soka nchini kuwa na subira kuhusu sakata la kutofanyika kwa mchezo wa Ligi Kuu Tanzania Bara kati ya Simba Sport Club na Yanga Sport Club maarufu kama Dabi ya Kariakoo. Waziri Kabudi ameeleza hayo jana April 14, 2025 jijini Dodoma kuwa mamlaka husika ambazo ni Shirikisho la Soka Tanzania TFF na Bodi ya Ligi Tanzania TPLB ndizo zenye mamlaka ya kutoa taarifa rasmi kuhusu hatima ya mchezo huo. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dodoma, Waziri Kabudi alifafanua kuwa waziri hawezi kuingilia ili kufikia wao kuwa na maridhiano. Wanaomba Watanzania wawe na subira kwa sababu jambo hilo, hizi klabu zina wafuasi na mashabiki katika nchi mbalimbali. Hakuna budi kuienzi na kuheshimu ukubwa wa vilabu. Mchezo huo ulipangwa kufanyika Machi 8, 2025. Uliahirishwa kutokana na mvutano kati ya klabu hizo mbili. Simba ilidai kuwa haikuruhusiwa kufanya mazoezi ya awali uwanjani na hivyo kuamua kutoshiriki mchezo huo, wakati Yanga Sport Club ilisisitiza kuwa mchezo huo ungechezwa kama ulivyopangwa. Baadaye bodi ya ligi iliahirisha rasmi mchezo huo ikitaja sababu za kiusalama na mazingira ya dharura. Katika juhudi za kutatua mgogoro huo, Waziri Kabudi alikutana na viongozi wa klabu zote mbili kwa maana ya Simba Sport Club na Yanga Sport Club, lakini pamoja na TFF na TPLB mnamo March 27, 2025. Kikao hicho kililenga kusikiliza pande zote na kutafuta suluhu ya mgogoro huo. Hata hivyo, hadi sasa hakuna tamko rasmi lililotolewa kuhusu hatima ya mchezo huo. Waziri Kabudi alisisitiza kuwa wizara yake haina mamlaka ya kuingilia masuala ya ligi na kwamba ni jukumu la TFF na TPLB kutoa maamuzi na taarifa rasmi. Alitoa wito kwa mashabiki wa soka nchini kuwa na subira wakati mamlaka husika zikishughulikia swala hilo. So ni mtifuano na mwendelezo wa harakati za hii mechi ya dabi kuchezwa, ambapo toka imeahirishwa vikao vimekuwa vikikaliwa sana, lakini hitimisho lake bado halionekani. Lakini waziri mwenye dhamana ya michezo kwa maana ya Profesa Palamagamba Kabudi ameliweka sawa hili, kwa maana wote tunajua mpira na siasa ni vitu viwili ambavyo haviwezi kuendana, na pia hata Shirikisho la Soka Duniani yani FIFA linakataa kitendo hicho. Kwa ameshtuka mapema kwamba endapo wataingiza miguu yao katika hili na ikaonekana serikali imeingilia michezo, itakuwa ni dhahama na pigo kubwa kwa TFF kufungiwa, lakini pia serikali kuonekana imeingilia masuala ya michezo ambayo yanajitenga kabisa. So ni masuala machache tu ambayo serikali inaweza ikaingilia, lakini sio swala la moja kwa moja kuingia ndani kwenye michezo. Hiyo ni hatari sana, na ndio maana Profesa Palamagamba Kabudi ameshtuka hilo na amelielekeza huko TFF na TPLB ambao ndo wanaweza wakaamua swala hili liende vipi. Lakini ukiachana na hayo, izingatiwe pia kwamba Yanga mpaka sasa hivi wao inaelezwa malalamiko yao ni yale kwamba wanazihitaji pointi 3 ambazo zilikuwa za mechi hiyo, kwa sababu wao walifika uwanjani
wakafanya warm up, lakini pia wakaenda uwanjani, wakavaa jezi kwa maana ya kuenda uwanjani, wakasubiri dakika zikaisha, wakarudi, kwa maana walitimiza kigezo cha kwamba mtu akigomea mechi au timu ikigomea mechi, timu ambayo inafika uwanjani na kufuata taratibu zote inapewa pointi 3 na magoli 3. Sasa Yanga walilifanya hilo, japo hakuwa na kamisa wa mchezo wala marefari, kwa sababu walikuwa wameshatangaziwa kwamba mechi haipo, so hawakuona haja ya kwenda. Lakini kikanuni hii ikifuatiliwa na Yanga wakaonekana walifika uwanjani, na pia TFF wakaonekana walikuwa na makosa sehemu, hii itakuwa ni faida kwa Yanga, na ndio maana waliamua kulitimiza hilo, ili baadaye ikija kuleta tafrani wawe na ushahidi wa video, lakini pia na ushahidi wa watu ambao waliona. Kwa sababu hiyo sasa Yanga wao walipeleka shauri lao CAS, na juzi kati mwanzoni mwa mwezi huu tuliona barua kutoka CAS ambayo inaeleza kwamba lalamiko la klabu ya Yanga limepokelewa CAS, na wakaziomba pande ambazo zinalalamikiwa kwa maana ya bodi ya ligi TPLB, TFF, lakini pia na Simba Sport Club kuandaa watetezi wao ambao watakuja kusikiliza kesi hiyo ambayo itapangiwa siku na tarehe ya kusikilizwa. Lakini pia wakawaasa kabisa kwamba kama nyie ambao ndo walalamikiwa mngependa hiyo kesi isikilizwe kwa namna gani? Je, mnataka mje moja kwa moja kwenye makao makuu ya CAS ili kusikiliza kesi hiyo, au rahasha mnaweza mkaisikiliza kupitia mtandaoni, pia inaweza ikasikilizwa. So ni kitu ambacho kinasubiriwa mpaka sasa hivi, tuone ni nini ambacho kitaamuliwa. Lakini CAS ishapokea barua ya malalamiko kutoka klabu ya Yanga na ilishatoa hitimisho la hii kitu kwamba wao wanasubiria tu upande wa walalamikiwa waandae kila kitu, kwa maana ya mawakili ambao wataenda kuwakilisha kwenda kwenye hii kesi, lakini pia kuandaa utetezi wa haya yote ili waweze kuanzisha au kuweza kupangia tarehe ya kusikiliza kesi hiyo. Huku Yanga wao walishatoa orodha ya mawakili ambao wataenda kusikiliza kesi hiyo, wakiongozwa na wakili msomi Mgongorwa, ambaye yeye ni wakili ambaye yupo upande wa klabu ya Yanga. So wao washaweka wazi kwamba hao ndo mawakili ambao wataenda kuiwakilisha timu ya Yanga. So tusubirie tuone ni kitu gani ambacho kitaamuliwa katika sakata hili ambalo mpaka sasa hivi linaendelea na linagonga vichwa vya wanamichezo wengi, kuwa je, hii dabi itachezwa au ndo isha. Japo Dar es Salaam Young Africans wao wameshamaliza kila kitu, wameshasema hii dabi haipo na ishachezwa tayari. Lakini kwa upande mwingine Simba wao wanaamini dabi bado ipo. Lakini kwa upande mwingine ni kwamba kadri ligi inavyozidi kwenda mbele na kwenda kuisha, ndivyo hivyo ambavyo hii dabi kutokuchezwa kwake kunaonekana kunakuwa na attention kubwa sana, kwa sababu kama itafikia watakuja kufanana pointi hawa watu itakuwa ni dhahama, au kama itafikia Yanga atakuja kuzidiwa pointi na Simba, basi pia itakuwa ni tatizo, kitu ambacho kitapelekea mgogoro mzito, na ni jinsi gani ambavyo wanaweza kalitatua hili. So tuendelee kusubiri tuone ni kipi ambacho kitatokea katika sakata hili ambalo mpaka sasa hivi linaendelea kuchukua sura mpya. Wadau wa michezo, lakini pia mashabiki na wanachama walionunua tiketi na waliosafiri kutoka nchi mbalimbali bado hawajajua hatima ya hiki, kwamba hiki ni nini kitatokea, au ni dabi itachezwa na wao wataingia kwa tiketi ambazo walinunua au rahasha. So tusubiri tuone ni maamuzi gani ambayo yatafikiwa.